Moja kati ya habari kubwa sana ambayo imemake headlines kutoka juzi ni hili swala la Sheikh Walidi na binti Bella, raia kutoka Burundi, ambaye anadai Sheikh Walidi ni mzazi mwenzie na amesitisha huduma kwa mtoto. Sasa sisi kama Bongo Lyrics Zone tumekusogezea hii habari ili mradi ujue nini inaendelea kwenye mtandao na mpaka sasa hii habari imefikia wapi. Ungana na mimi kutoka mwanzo mpaka mwisho, na mwisho wa habari hii kuna jambo ambalo litakushangaza sana. Karibu tena katika channel yako pendwa ya Bongo Lyrics Zone, channel pekee ambayo inakuletea updates zote za Tanzania na worldwide. Kama bado hujasubscribe, basi huu ndio muda wako. Hakikisha una subscribe channel yetu, then una turn on notification ili mradi usipitwe na updates yoyote ambayo tutakuposti kila siku. Tukianza from the scratch, yani hili swala bwana lilianza pale ambapo raia kutoka Burundi, na maanisha binti Bella, alipokuja mtandaoni na kudai kwamba Sheikh Walidi ni mzazi mwenzake na kwamba ameacha kutoa huduma za mtoto na vitu kama hivyo, na yeye mwenyewe akidai kwamba kwa sasa anahitaji passport ya mtoto. Na ndipo ambapo mitandao ikaanza kulijua hili swala, na mengi sana yameongeleka kuhusiana na hili swala. Wengi wamemkosoa Sheikh Walidi na wapo ambao walimkosoa pia udada. Lakini tukiangalia kwa upande, kwa sababu usifanye uamuzi kwa kumfuata mtu mmoja, sikiliza pande mbili then toa maamuzi. Japo mpaka sasa Sheikh Walidi hajatoa neno lolote lile, kwa maana mpaka sasa hili swali limemwathiri sana. Kwa sababu gani? Mpaka ninavyoongea muda huu amesimamishwa na BASATA asifanye issue yoyote inahusiana na swala lake la uongozi. Sasa hii issue ilizidi kuwa kubwa pale ambapo ndugu zake Sheikh Walidi walikuja juu, ila kitu ambacho kimezidi kufanya hii sakata lizidi kuwa kubwa ni usiku wa jana, kuna mdada mwingine amejitokeza akaongea. Japo kwa mimi binafsi, mtangazaji naye watangazia hii habari, nimefurahishwa sana alichoongea. Kwa sababu gani? Ameongelea swala la huyu dada, na moja ya point ambazo mimi binafsi nimezikatch kwa haraka ni kwamba kusema wakati wao wanatongozana, yeye na Sheikh Walidi wanatongozana, hakuja public na kusema bwana Sheikh Walidi amenitongoza na vitu kama hivyo. Yani hakuja public muda huo. Kwa nini leo hii aje kutufuata na sisi anataka msaada, wakati hatujui kwamba wakati wanapeana hiyo mimba alikuwa ndani ya ndoa au ni hawara tu? Kwa sababu ujue Sheikh Walidi ni mtu mkubwa sana, mpaka kitu ukifanya kwa siri basi inabidi kifanyike kwa siri kutoka mwanzo mpaka mwisho. Kama ungekuwa ni mtu halali, ungetambulishwa na watu wangekujua kwamba bwana wewe ni mke halali wa Sheikh Walidi. Sawa? Kwa hiyo tuache kumhukumu Sheikh Walidi bila kujua ukweli halisi uko vipi. Kiukweli udada nimependa sana alivyoongea, na video yake nitawekea mwisho wa hii video, nitawekea ili nyinyi pia mumsikilize alichokuwa anakiongea na mtanambia yapi maoni yako. Na pia nimeshuhudia DC wa Insta, na maanisha Mwijaku, pia ameliongea hili swala, na pia kwenye Instagram yake pia alishare na watu wakasema kwamba ukiachilia taratibu za BAKWATA, ila ninaapa mbele ya Mwenyezi Mungu, wana Dar es Salaam tumepoteza kiongozi aliyeweza kutuunganisha wana Dar es Salaam na vijana kuwa kitu kimoja. Walidi ni mmoja kati ya mashekhe walioteka vijana na wakaipenda dini yetu. Insha Allah naamini ataendelea kutupa dawa na wasia wake. Ni jambo la kushangaza sana, but anyway, mwisho wa kila kitu wewe mtazamaji ndio utaamua umwamini nani na ufuate kitu gani, kwa sababu nadhani kwa watu wa Tanzania mnamfahamu Sheikh Walidi na ukubwa wake aliokuwa nao na heshima aliyojenga kwa muda mrefu hapa Tanzania. Ni mimi mtangazaji wako Mtesa Visual, na ukitaka kupata habari kama hizi za kila siku, basi hakikisha una subscribe channel yetu ya Bongo Lyrics Zone. Pia usiache kushare, like na kuacha maoni yako chini ya hii video. Asante sana. Until the next video. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamani, wanawake sisi, jamani, wanawake, dunia, tupo duniani tunafanya tauba kwa ajili ya kosa la mwanamke
aliambiwa asile tunda na akalila, akakiuka amri ya Mwenyezi Mungu, akamponza mwanamme, wakaletwa duniani. Mpaka leo tunafanya tauba jamani. Wanawake tumeambiwa motoni tutakuwepo wengi. Wanawake sisi, kila chanzo kinachokuja lazima nyuma awepo mwanamke. Ni nini lakini tunapokosea? Yaani haya mapenzi yamekuwa ni nini haswa mpaka tuwe kila siku sisi wanawake tunawavuruga vichwa wanaume? Tutake tusitake tunalaumu wanaume, wananyanyasa wanawake, wanafanyaje? Lakini tumeshawahi kukaa chini tukaangalia madhaifu yetu sisi wanawake? Tumeshakaa tukaangalia madhaifu yetu sisi wanawake? Tumeshakaa tukajitathmini kwa makosa yanayofanywa na wanawake wengine na sisi tukajirekebisha? Kosa la mwingine ikawa sababu ya sisi kujirekebisha katika madhaifu yetu? Tulishawahi? Hapana. Nini chanzo cha wanaume kubadilisha tabia? Ni sisi, kwa sababu Ibilisi hachezi na mwanamume. Ibilisi anacheza na mwanamke. Sisi ni njia ya kuleta wanadamu duniani, kwa sababu sisi matumbo yetu ndio yanatumika kama poto ya kupitia mwanadamu mwingine kuja duniani. Tunabeba miezi 9, kisha tunanyonyesha miaka 2, tukimaliza tunaacha, tunakuza, tunafanyaje? Lakini chanzo cha maumivu cha hao tunaowabeba ni sisi wanawake. Kwa nini lakini? Hivi stara yetu ni nini? Tauba yetu ni nini? Mwenyezi Mungu ametupa rehema nyingi. Machozi yetu, chozi jicho la mwanamke akilia kwa kunungunika, unajua ni fimbo tosha kwa mwanamume, lakini hatuwezi kutumia hayo. Tunaamua kutumia mdomo wetu, ndimi zetu. Kwa nini tusitumie machozi yetu kumshtakia Mwenyezi Mungu? Lazima tuharibu Kila mwanamume aliyeharibiwa mambo na maisha yake kaharibiwa na mwanamke. Adam kaharibiwa na Hawa, Samsoni kaharibiwa na Delilah. Ni nini sisi wanawake? Leo tena Bella unakuja kumharibia Sheikh Walidi. Historia inazidi kujirudia. Hata kama makubaliano yenu, mapenzi yenu hamjaja hadharani, wakati unatongozwa mpaka unakubali, unaenda kushika mimba. Hatujui kama ulishika mimba ndani ya ndoa au ulishika mimba nje ya ndoa, ya uzinifu au ya nini. Unataka sisi tukusaidie. Tunakusaidiaje mpaka unakuja kutuharibia shekhe wetu, kumvunjia heshima? Hivi jamani, heshima ya mashehe, mtu kashawekwa katika muhimili anaitwa shekhe. Hivi sisi Waislamu tutajifunza lini? Shekhe ni cheo kikubwa sana ambacho kwanza tunatakiwa tumstiri kiongozi wetu, na viongozi pia wakubwa wanatakiwa wastiriane. Istiri aibu ya mwenzako ili na wewe Mwenyezi Mungu aweze kuistiri aibu yako. Lakini leo hii sisi mashehe, viongozi wenyewe kwenyewe wakishavurugana wanataka kuja kuchafuana mbele yetu. Hikma na busara ziko wapi? Ebu mcheni Mola wenu, muogopeni Mwenyezi Mungu. Mtu anapopewa cheo ni dhamana. Cheo ni jambo kubwa kuliko sawa. Sheikh Walidi ni mwanadamu. Hakuna kwamba labda tunamtetea hakufanya makosa, ameyafanya, lakini aliyafanya kwa siri, na siri waliokubaliana ni wao watu wawili. Iweje leo yaje dhahiri? Kama kuzaa,
wanawake wote tumezaa, na wengine hata hatujawahi hata kusaidiwa kulea watoto, lakini hatuwezi tukaja tukadhalilisha wanaume waliotuzalia kwa kumtizama watoto wetu. Kama mtu una akili, itunze heshima ya mtoto wako. Leo utamdhalilisha baba wa mtoto wako alikuzalilisha, aidha halali au kiharamu.